Nafikiri kule matukio yamekamilika, tunarudi tena kukamilisha, lakini data ilikuwa disconnected. Nafikiri tulikuwa tumefikia sehemu ya hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam ya kuulizia mwanamke mweusi ambaye alikuwa akifanya usafi kwenye nyumba ya Allah, msikiti. Kwa hiyo ni jukumu la wamama hawa ambao wako hapa wa Kiislamu wenye imani washike jukumu la kusafisha msikiti huu, na vile vile washike jukumu la kuweka maji msikitini hapo kama hakuna maji, na wao ni bora kwao kwa area hizi wakifika msikitini siku ya Ijumaa, si wajibu lakini ni bora kwao, ili angalau wapate ukumbusho wa dini, wapate darsa mbalimbali na mauidha. Na yule imamu atakayekuwa msikitini hapo, basi ana jukumu kubwa mno la kuhakikisha kwamba anaelimisha watu wa sehemu hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awafundishe Waislamu namna ya kuswali kwao, na waelimishe Waislamu ya kwamba swala na uganga haziendani, swala na kuchanjwa haziendani. Ima ukubali kuswali moja kwa moja, ama uende kwenye uganga wako ufe mshirikina. Basi hakuna vichanganyo viwili baina ya swala na kuzuzwa. Kwamba baba karibika, kwa hiyo aletwe mtu ama mtu ajilete kila nyumba 500, kila boma 500, kwa sababu ametoka huko Sumbawanga au ametoka Tanzania au sio ametoka huko, anakuja azuze. Uislamu huo haupo, Uislamu huo haupo. Kwa hiyo ni Muislamu au Muislamu wa kisawasawa wa ukweli, na Mwenyezi Mungu amewabariki kwa neema hii ya msikiti. Basi ifadhili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wale wanaofaa kutazama msikiti kama tulivyotaja ni wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaamini uwepo wa siku ya mwisho, kwamba kila wanaolitenda la kheri watalikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile wakawa ni wenye kusimamisha sala. Kwa hiyo msikiti asikae mtu ni kamati ama ni amshikilia funguo za msikiti lakini akawa hasali. Waata zaka, kisha wawe ni wenye kutoa. Wewe kisha kwa kamati, na wewe unatakiwa utoe ndani ya msikiti, utoe zaka yako au utoe sadaka yako. Wala yakhsha illa Allah, na vile vile mtu asiogope ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake. Masala ya kwamba mimi bwana nitarogwa, mimi nitafanywa nini, hofu yako hiyo kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na huo ndio Uislamu unavyotaka, huo ndio Uislamu unavyotaka. Tuishikeni la ilaha illa Allah mukhlisan lahu din, tena tuisafishe dini hiyo, isiwe na girizi, pasiwe na hazma, pasiwe na mafingo, iwe ni Uislamu msafi ambao Uislamu huu utatupeleka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala faizin, hali ya kuwa tumefaulu. Mimi nitakomea hapa. Mwenyezi Mungu atubariki, atupe afya na atupe kizazi chema, na tuwasomeshe vijana wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mabanati hawa tuwafunze dini, tuwafunze dini ili wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana wafundishwe dini yao, wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, na wazijue sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Isiwe dini ya moshi. Dini ya moshi ni balaa. Tuwe na dini imara ya kumtambua Allah na mtume wake, tuishi kushikilia Qur'ani na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam
على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, ikiwa tumekusanyana katika sehemu hii ya Tabora Ndavaya, kilichotuleta hapa ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kutokamana na watangulizi wangu ambao wametangulia kuyanena walioyanena, kiupande wangu nitasema wamenivuruga, kwa sababu sijui nizungumze nini tena. Sasa nivuruga, sijui nisome aya ipi ama hadithi ipi, lakini Mtume alayhi salatu wassalam anasema wasayablughu hadha al-amru haithu ma balagha al-layl wan-nahar, na litafika jambo hili gani la Uislamu. Huu Uislamu utafika, huu Uislamu utaenea kila ambapo kwamba kunafika usiku na mchana. Popote ambapo kwamba usiku unafika, basi Uislamu wa hapo utafika. Popote ambapo kwamba mchana unaingia, basi kumbuka ewe mtazamaji, msikilizaji unaniona hapa, Uislamu area hiyo utafika. Nafikiri haikuwa katika mawazo ya watu wa Tabora hapa kwamba kutakuja kusimama msikiti mzuri sampuli hii. Sasa msikiti huu sio museum, sio jengo la kwamba kutakuja watalii waje waangalie, wala sio Fort Jesus kwa wale watu wa Mombasa. Anatoka mtu acha ndio kwa Fort Jesus kaangalie. Sasa huu msikiti sio majengo ya kutazamwa na watalii, bali ni sehemu miongoni mwa sehemu bora duniani kabisa. Mtume alayhi salatu wasalam anasema ni nyumba ya Allah ya ibada. Wallahi, labda niulize wazee wangu hapa, wale Waislamu wa area hii ya Tabora, hebu enueni mikono niwapatie jambo. Nyinyi wanaume mnaniangalia, si watu hapa, kama wewe ni mkazi wa hapa enua mkono. Kwa hiyo wengine wote wageni, fanyeni bidii ya kuzaa inshallah. Wanaume kidogo sana zae, niacheni uvivu. Nafikiri hawa mama wote ni wakazi wa hapa. Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'ani sote, na hasa aya hii inaileta specially kwenu ni wakazi wa hapa. Suratu Taha pale mwisho kabisa anasema walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi laqalu laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza, na lau tungeliwaangamiza hawa watu kwa adhabu min qablihi, kabla ya Uislamu kuwafikia, kabla ya dini kuwafikia, wangekuja siku ya Kiyama wakasema laula arsalta ilaina rasula, lau Mwenyezi Mungu ungetumiliza kwetu mjumbe akaja akatufundisha akatuonya, min qabli an nadhilla wa nakhza, kabla tupate udhalilifu huu na fedheha. Kwa hiyo msikiti ule pale, lau Mwenyezi Mungu labda asingeuleta msikiti ule hapa, watu wangeenda kufungua midomo yao mipana, Allah si tulikuwa mbali na msikiti, Allah si hatukuwa na walimu na watoto walizaa, lakini hakuwa na wasat. Lakini mtu mmoja anajipiga kifua pale kwenye benchi za kahawa. Wanaume hawa wana tabia ya kujipiga vifua kwenye benchi za kahawa. Bana, sisi kaya kuko sino mbegu za shirume tubo
kwamba wao Allah amewabariki, wakizaa ni mvulana, wakizaa ni mwanamume. Haya, hao wanaume uliopewa na Allah, ustadhi nani hapo? Wale vijana 4 au 5 au 6 Allah amekupa, na ukajisifia kwa wanaume wenzao kwamba sie mbegu yetu ni ya kiume. Katika hao wanaume uliopewa na Allah, yupo wapi imamu? Unaye? Yuko wapi kijana ambaye kwamba amehifadhi kitabu cha Allah? Watoto wote wale kawaachia dunia, kawasukuma kwenye secular, mwisho wakamshinda, wakabaki kwenye mtaa. Hakutaka kuwasomesha dini yao. Mzazi anakuwa na hofu kumpeleka bodi kijana wake ya kwenda kuisoma dini, lakini haja kuwa muoga kijana wake kumpeleka huko sijui Naivasha na boy huko grade 10. Hajaogopa wala ana hofu ya kwamba huyu mtoto kamtoa kutoka Ndavaya mpaka Nairobi au sijui wapi, ameenda boarding school, lakini amekuwa na uoga kumtoa kijana huyu kumpeleka boarding ya madrasa. Anakuwa muoga, mwanangu itakuwaje huko, yuko mbali peke yake, anatamani watoto, anatamani wenzake nyumbani, mtoto haonekani. Mimi nasikia watoto wanachapwa sana. Hatusemi kwamba msiwapeleke wakasome shule boarding, lakini i'dilu huwa aqrabu litaqwa, fanyeni usawa na uadilifu, kwa sababu hapo ndio kurubia ucha Mungu. Ikiwa huyu umempeleka boarding school akakaa huko miaka 4 wala una hofu yoyote, sawaan mahyahu mamatum, sawa sawa, arudi hai ama amekufa ni sawa. Lakini madrasa hapana, madrasa hapana. Inafikia pahali msikiti huu uende ukaisha pale vizuri, lakini hakuna kijana anayeweza kuadhini na kusalisha, hakuna. Wazee wakae waulizane, sabino tundamwongoza kuwie mwalimu, yaani huyu mwalimu tutatoa wapi? Mwalimu atatoka wapi? Sikizeni Allah anasema nini? Ma kana limu'minina liyanfiru kafa, haijakuwa kwamba ni faradhi kwa waumini wote watoke, wote waende zao, liyatafaqahu fi dini, ili wakapate ilmu ya dini. Sio wajibu kwamba kila mtoto atakayezaliwa hapa atolewa kusome dini. Falaula nafara min kulli firqatin taifa liyatafaqahu fi din, lau watatolewa wachache tu katika area hii wende wakaishibishwe dini. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharuna, ili wakishaenda kuisoma kule wakashashiba, warudi kwa jamaa zao, waje wawaonye, waje wafundishe ndugu zao, waje waelimishe jamii yao. Kwa ni vijana tuliowazaa wakiduruma, sisi waduruma, lakini Waislamu si ndio? Tuwatoe vijana wakiduruma wa Kiislamu, wapeleke madaris wakasome, kisha baada ya miaka michache warudi wafundishe jamii yao. Inakuwa mtihani mkubwa labda kumchukua kijana wa Kidigo ukimleta huko, huyu anabaki kwa Msabweni, arudi. Kweli sio kweli? Lakini kijana ametoka nyumba ile pale, kashasoma dini yake, msikiti wao ndio uhunu hapa, atakuja awaswalishe wazee wake ama atasema sirudi? Kwa nini? Kwa sababu kumpata kijana jamii nyingine aliyesoma Muislamu kuja kumbakisha hapa mtihani, si inaeleweka hiyo? Kwa hivyo Waislamu, imekuwa ni mtihani mkubwa. Sie kwenye mazishi tukienda kuzika, wanaoswali ni watu 10 hapo mazishini, wakati Mtume anasema kafa bil mauti wa'idha, inatosha kwenye kifo kwamba ni mauidha tosha, watu wamhofu Allah
lakini nenda kwenye maziko, time ya swala ifike, utapata watu kidogo kando kule wamekwenda kuswali, wengine wote na shughuli zao. Nenda kwenye harusi, ikifika time ya sala wanaoswali ni kidogo, namba kubwa haiswali. Na mtihani mkubwa kabisa ni kwenye hali kama hii, msikiti ule pale adhana ikaadhiniwa hapa na wakaswali pale watu kidogo na wengine wakabaki. Kwa nini? Kwa sababu hatuna ihtimam na dini ya Allah, hatuna uzito na dini ya Allah. Huenda mtu akatoka hapa kalaumu, mie bwana pale napanga foleni sikupata kitu, kila kienda vikasira, kila kienda vikasira, lakini halaumu kwamba dhuhuri imempita, wala hatolaumu kwamba asri imempita, na wala hatolaumu kwamba fajri imemshinda, lakini atatoka na lawama, amekosa chochote, ima atakosa chakula au atakosa kitu pale, hii atabeba lawama. Nikawia akashinda juani bure, anashinda juani bure, haoni kwamba kule kwake hapa ni ajiri kwa Allah, kule kufika kwake kwenye sehemu hii ni thawabu, anapata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haja kuja hapa kwenye sherehe nyingine, bali amekuja kwenye kudhihirisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallah, ingelikuwa madude haya yanaimba mziki huu, uwanja ungekuwa hauna nafasi. Sasa hivi tu tusema DJ badilisha, utaona pikipiki zaingia huko msituni. Sasa hivi hata unashangaa, mibagi na pikipiki zaja wamesikia vitu vao, lakini kwa sababu anatajwa Allah na ni sehemu imewekwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja amepa mgongo. Jukumu ni kwa Waislamu wakaazi wa Tabora. Wallahi, ile ni alama ya Allah, mnatakiwa nyie kuitukuza. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah, na kwa hakika wale wanaofaa kuitunza na kuamirisha nyumba za Allah misikiti ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu, wale waliotamka la ilaha illa Allah. Hao ndio wanastahili kuitazama misikiti, hao ndio wanafaa kuichunga misikiti. Adhana iadhiniwe ndani ya msikiti ule kwa siku mara 5, maji ya kutawadhia patikaniwe ndani ya msikiti ule masaa 24, na swala zipatikane ndani. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zaka. Kwa Mwenyezi Mungu anawataja kwa sifa 4 wale wanaofaa kutazama msikiti ule. Kwanza abebe Uislamu wake ambao ni la ilaha illa Allah, kisha awe na imani kwamba ipo siku atakufa na atasimamishwa mbele ya Allah, kiyama kitafika kwake. Kisha awe na sifa ya kusimamisha swala, ni mswaliji. Huyo ndo ana haki ya kutazama nini? Msikiti. Sio mtu bana ndiye mfere wangu baba mtaani baba, kwa hivyo ni chamani wa msikiti na aonekane msikitini. Hapana, kama huyu haswali hafai kwa chamani wa msikiti. Kama haswali hafai kamata funguo za msikiti, yani eti apite mgeni anatafuta msikiti nani atafungua, viakura tu ya mswaliji takapata buza uchi ya mwenye funguo za msikiti. No. Wanasema kuna dua na tukasome kwa kachunguzi. Ndio tunataka kutoa. Na lazima kama dakika 3 hivi alafu ndio inshallah. Kwa hiyo tutamalizia alafu inshallah. Inshallah. Nafikiri kuna tukio lingine kufanywa hapa. Tumalize hii aya kisha iendelee tukio hilo. Kwa ndugu zangu, sifa ya wenye kuitunza misikiti ni wale waliomwamini Allah, kisha wakakubali uwepo wa siku ya mwisho, kwamba chochote wanachokifanya watalipwa, kisha wakaibeba swala, kisha wakatoa na zaka. Kwa hiyo ule msikiti tusikae tena kusubiri
labda mfereji unamwaga maji umewekwa pale, lakini mpaka ule mdhamini aliyejenga ambao wenyewe bado kwanza na mwaka mzima vivi hapa wewe mrezo mwaga maji. Inatakiwa sie ndo tutoe kuutazama nini msikiti wa Allah. Ama kwa mama hawa, anakufa mama wakati wa Mtume aliyekuwa akisafisha msikiti wa Mtume. Mama ameaga dunia aliyekuwa akiutunza msikiti wa Mtume kwenye masala ya usafi, wiki nzima kazikwa. Mtume anauliza, yuko wapi yule mwanamke mweusi ambaye alikuwa akisafisha msikiti? Anaambiwa ameshakufa, tumemzika. Mtume akamwambia, nionyesheni kaburi lake, mkenda kumwombea dua. Haya, tujiulize sisi, wake zetu wanafagia msikiti upi duniani? Atoke nyumbani kwake aje msikitini afanye usafi tu, afagie kwao kwa wanawake, afagie kwa wanaume, mwingine ajaze maji msikitini, waende zao. Wameacha yote haya, yote wameacha haya, wote wameacha. Kwa inshallah, hebu tukomea hapa, tutamaliza baadaye. Tarudi kama dakika 5 za mwisho inshallah. Hapo anastari, lakini kuna hilo zoezi kidogo nataka kufanya mwenyewe kule. Kwa hiyo ameomba kidogo tutulie, unajua ukoje kule kwa kuchinja ule nyama. Kwa kama alikabuni kuna kama inshallah, alafu ustadi atarudi amalizie inshallah. Tunasoma kidogo inshallah. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا وشكر له شكرا شكرا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبائي في الله، بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningeomba muniazime masikio, kwa sababu haya yanayozungumzwa ndio ambayo kwamba wazungumzaji wanazungumza si yao wala hawakuyatunga. Haya ni maneno ambayo kwamba yanatoka kwa Rabbul Izza, Mola aliyeniumba mimi na wewe na aliyopo na watakaokuja mpaka kiumba mwisho. Na tukaambiwa fadhakir bil Qur'an man yakhafu wa'id, mkhofishe kwa Qur'ani yule ambaye kwamba ataogopa ahadi yangu. Bimaana kumbe mwisho kutakuwa na ahadi ambayo kwamba tutaondoka mmoja baada ya mwingine, ile ahadi tutaenda kulipwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu. Kwa hivyo tuwe makini ndugu zangu, maneno ni yale yale, hakuna msahafu mpya utakaozungumzwa hapa, wala hakuna hadithi mpya ambayo kwamba tutazitunga, bali ni kitabu cha Allah na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile na aqwali za wanazuoni wetu na masahaba ridwanullahi alaihim. Ahibai fillah, kuwa na mimi tunaanza katika maneno haya na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tuangalieni hapa, achana na wale wako katika shughuli na sisi tuna shughuli za moyo. Wale wako katika shughuli zao ambao kwamba pia sisi tumo, lakini sisi tuweke nyoyo zetu hapa, kwa sababu mwisho wa kuisha yote haya tutarudi kwa Allah subhanahu. Wale sisi yetu kirudi, tunarudi hali gani kule kwa Mwenyezi Mungu subhanahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yauma khattafa alichora mstari Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma fakhatta khututan, akachora laini zingine. Alichora laini moja tu akiwa akitembea na masahaba zake, akachora laini. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam fakhatta khututan, akachora vilaini vingine, yaminan wa shimalan, akachora upande wa kulia vilaini vingi, kisha na vingine akavichora vingine vingi upande wa kushoto. Kisha sikiliza haya maneno ndugu yangu, kwa sababu tuna muda mchache sana. Wewe piga hiyo miaka ulionayo, kama ni 40 ni 30, alafu idouble mara mbili. Kama ni 40 piga 40 tena, je utafikisha? Na kama ni 50 upige tena 50, utafikisha?
tujue kwamba tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, wa anna hadha sirati mustaqima, hii ndiyo njia yangu ambayo kwamba, akawasomea maneno ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu asema haya, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni njia hii. Kuwa makini sana haya maneno. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume hazungumzi tu kama zile twalala tukajanganya wajukuu na watoto. Hapo zamani kwa kipigana sana, kumbe ulikuwa ukipigwa bwana. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana wazee ukaa kaona hawa watoto sasa wanasumbua, akawakusanya. Akimaliza kusema mimi kwa kipigana sana, bwana fulani kwa haniwezi, bwana fulani wakumbuka. Kumbe alikuwa akipigwa yeye, lakini kwa sababu aliwazaa abidi awaambie ngoje sima wale wakalala wasimsumbue, full stop. Lakini haya tunawazungumza ni ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anawaambia kwamba Mwenyezi Mungu asema hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, hii hapa, fattabi'uhu, fuateni njia hii, wala tatabu subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate hivi vijinjia ambavyo kwamba vitakutoeni katika hii njia yake. Njia imezungumza na masatira, nayo njia yenyewe ni hii aliulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man as'ada an-nas bi shafa'atika ya Rasulullah yawm al-qiyamah, ni wakina nani ambao kwamba watasaidika na uombezi wako siku hii ambao kwamba la yanfa'u malu wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim, ni wakina nani atakaosaidika? Akasema maneno mazito sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio mambo kwamba tumeyazungumziwa na wahadhiri waliozungumza, ndugu zangu katika imani. Akasema kwamba as'ada an-nas bi shafaati yawm al-qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, yule ambaye kwamba ataongoka siku hiyo na kusaidika na uombezi wangu ni yule ambaye kwamba atasema la ilaha illa Allah kisawasawa katika ndani ya moyoni mwake. Bimaana kumbe kutakuja na wengine ambao kwamba watasema la ilaha illa Allah, lakini la ilaha illa Allah yamrishi kuswali, haswali maskini, lakini yeye mimi ni mzomba bwana, mimi ni Bakari, mimi ni Bakari, lakini waswali Ijumaa mpaka Ijumaa, iwaswali Idi mpaka Idi, iwaswali pengine kwenye sherehe kama hizi ndio waswali. Mimi naitwa Fatuma, mimi nyanya yeye naitwa Fatuma, nyanya huyo haswali. Yani yeye atajistiri wakati kumetokea dharura, wakati kukifiwa ndio anachukua kilemba yuwafunga, kwa sababu ni kumefiwa. Lakini alimwamrisha kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna. Hayatambui haya maneno. Bimaana kuna watu ambao kwamba wamesema la ilaha illa Allah, ndio mtume akaikafaru kwamba yule ambaye kwamba atasema la ilaha illa Allah kisawasawa ndio atakuja kusaidika huko baada ya kuwa ashazikwa, tumfufuliwa siku ya Kiyama, kila mmoja hiyo alipwa. Na tumeambiwa na shekhe ya kwamba kwanza kabisa ni swala itakayohesabiwa, si yeye, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu yangu, je, tuangalie hii la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, je ni ya kisawasawa? Tusije tukaenda kutengwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusije tukaenda kuwekwa mbali kwa sababu la ilaha illa Allah. Au kama umekubali Uislamu, Mtume anasema al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, bimaana tofauti yetu sisi na wale ambao kwamba si Waislamu ni swala. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man taraka faqad hadama ad-din. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ya kwamba tofauti yetu sisi na wale ambao kwamba si Waislamu ni swala. Mwenye kuisimamisha swala huyu amesimamisha dini, na yule ambaye kwamba haswali ameivunja dini. Sasa kama mvunja dini, wewe ni Muislamu? Wewe ni Muislamu? Majibu tuko nayo. Wewe ni Muislamu lakini huswali, na yule ni Muislamu lakini waswali. Yule akisikia hayya ala swala, haya njoni katika swala, yuaenda, wewe huendi. Tena ni mwanaume, huna hata dharura. Je, wewe ni nani? Pengine wakina mama mtasema wana dharura, na pia dharura yao sio wote. Maajabu ya Mwenyezi Mungu, hawezi kwenda dharura wote hawa. Wote haiwezekani, jambo haliwezekani. Hiyo Mwenyezi Mungu aliweka kwamba kwa uwezo wake hakuna wanawake wote 100 au 10 wangapi wao wote katika dharura, na wote hawaswali, halafu wanasema ni Waislamu.
Wallahi tuna mitihani mizito sana. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu anatuambia kwamba kuna watu wataenda kusaga meno mbele yake siku ya Kiyama, waliyadhu billah. Allah asitujalia. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nyuso siku hiyo zitakuwa nyonge mbele ya Mwenyezi Mungu, bimaana wanaangalia kile kitabu na hakuna atakayekusomea kile kitabu, utakisoma mwenyewe. Iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, ya kwamba soma kitabu chako hicho kinakutosheleza kabisa nafsi yako. Watu walikuwa kiswali ukiwaangalia, ukiamua kuna jambo la Kiislamu unaliangalia, unaamua kadha na kadha, mambo mengi ya khairi unaangalia, halafu unajiita Muislamu. Sasa siku hiyo kuna watu ambao kwamba nyuso zao zitadondoka chini, wanaogopa pa kumwangalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Madha yaqulu amama jalla wa ala, anasema nini? Kisha anasema waqad khaba man hamala dhulma, basi amekhasirika yule ambaye kwamba atabeba dhulma. Kwa sababu dhulma sio kumdhulumu mtu peke yake, la, ulidhulumu mpaka nafsi yako. Kuna dhulma unaweza kumdhulumu hata Mwenyezi Mungu, nayo alikuamrisha ufanye ibada na ukakataa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Sheikh amesema ukakataa nafsi yako, ukaiviza mwenyewe, huku swali ukaidhulumu ile haki yako ambayo kwamba ni ya ibada, ukaidhuluma. Waqad khaba man hamala dhulma, atakuwa amekhasirika ndugu zangu yule ambaye kwamba atakuwa amebeba dhulma ndani ya nafsi wake, anaelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, sisi tuliumbwa tofauti na wanyama. Mnyama alipewa mambo ya kula na starehe zake, baada ya hapo fanya nini? Alale. Lakini mimi na wewe tulipewa masala mazima, tukufanya ibada zetu, tena baada ya hapo na starehe zetu, lakini ibada isimame pale pale. Kwa hivyo nahusia nafsi yangu pamoja nanyi, tukimalizia jengo hili, mwisho kabisa tukimalizia na jengo hili ambalo kwamba tumesimamishwa pale, hasa wale ambao kwamba ni hizi nyumba zinaonekana hapa, hizi nyumba ambazo kwamba tunaziona hapa. Nyumba hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumewekewa pale, ima an yakuna madha, iwe ile ni neema min ni'matillah, wa ima an yakuna naqmatu min naqmatillah. Inaweza kuwa ni neema ile tumewekewa pale, ama ikawa ni adhabu ile. Tulilia sana sisi, tunataka msikiti, si ndio? Mwenyezi Mungu wakati huo tulikuwa na imani, Mwenyezi Mungu akaleta watu wakajenga msikiti. Mwenyezi Mungu alipe kheri kila ambaye kwamba amechangia katika nyumba ile. Allah, iwe ni maneno, iwe ni pesa yake, iwe ni fikra yake, Allah amlipe, ni sadaka jaria. Sikiliza vizuri, watu wa Saleh alayhi salatu wassalam walitaka ng'ombe, walitaka ngamia, wakataka ngamia, lakini baada ya hapo Mwenyezi Mungu akawaletea ngamia yule kwa masharti. Ngamia yule aliletwa shati kwa kukata hiki pesa, kiko kirefu sana. Walipoletewa yule ngamia, akaambua ngamia huyo ana masharti. Huyo ngamia kusemona kuna kisima pale, kile kisima au ngamia huyo siku nzima hii mnashika maji tu, yule ngamia asifike kule, mfungeni huko kando huko. Halafu siku inafuatia yule ngamia naye baada kuwa nyime mmechota maji mwenye siku nzima, naye mwache kwa kisimani siku nzima huko. Wakasema hakuna shida, madamu ngamia si shati zetu kwamba yule ngamia kitoka kwenye ile jabali tuwe tunapata maziwa nini. Wakataka masharti yao, Mwenyezi Mungu akatekelezea. Alipowatekelezea ili wachoke yule ngamia, walichoka naye kwamba siku nzima tusikanyeke kwenye kisima sisi, itakuwaje hii? Baada ya hapo kamwendea ngamia bwana, faqaruha, wakafanya nini? Wakamfyeka, wakamuua ngamia. Mwenyezi Mungu fadamdama alaihim rabbi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Mwenyezi Mungu akawapatiliza wote, akawafyeka naye wote, akawapatiliza adhabu wote, wala hakuachilia kwamba nikiondosha hawa kweli utakuwa hapo duniani, la. Mwenyezi Mungu akawatia wote adhabu. Sisi tunyenywa mikono tukapata ile nyumba.
Sasa ile pale nyumba itakapokosekana adhana, sikiliza hatari, itakapokosekana nini? Adhana, mpaka manyasi yaingie pale ndani, mwisho kuingia vinyoka pale ndani, Waislamu wakuja kupiga dangwa na wameenda zao na nyumba iko pale. Kuna mzee Abdalla pale, kuna mzee Ali pale, kuna nani pale, ile nyumba ikawa nini? Haisujudiwi na mwanadamu yoyote. Wallahi kijiji hichi utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu. Wal-iyadhu billah, Allah sujalie. Kijiji hichi tutaona maajabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ile si nyumba ya mchezo, hali ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua ahadi nzito kabisa na Mwenyezi Mungu mwenyewe akazikabidhi, akasema ni zake, wa anna almasajida lillah, misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Angalia, alichukua dhima kwamba kila ukijenga msikiti anasema ni wangu. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi msiwe nyinyi mwenda pale msikitini mkitoka hapo tu siku ile na kwa halapa bijoni la, yani wewe unaenda pale lakini unajihirizi lako usiku la waka la, unaenda pale lakini ukifika shida kidogo tu uenda kutana nenda babeke haka nini wewe kapata vitalama tena namba fusa yangu la. Wa anna almasajida lillah, huu ni msikiti wa Allah, fala tad'u ma'a Allahi ahada, msijaribu kuchanganya ibada hii na ibada nyingine siku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wazi kabisa kwamba man bana baitan lillah, mwenye kujenga nyumba kwa ajili ya Allah kama ile, bana Allahu lahu baitan fil janna, Mwenyezi Mungu naye anamjengea yake katika pepo. Mwenyezi Mungu walipe kheri, walifanya kheri zako ya Rabbul Alamin, na walipe kila mmoja kwamba alichangia katika kheri ile ya Rabbul Alamin, na sisi ambao kwamba Mwenyezi Mungu iwe ndio sababu ya vijana kutoa wanazuoni katika kijiji hichi ya Rabbul Alamin. Wa bihadha alqadr, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.